taarifa zinazosambaa siku ya leo zimesema ya kwamba Mwijaku naye anahojiwa. Ni kweli, ni jambo ambalo limetokea hapa katikati na kuna mtu ambaye asilijua. Na mambo ambayo sasa yanaendelea kutokana na wale mabinti walipigana, wakaumizana, wakanyonyana nywele, wakasalishana. Kwa hiyo clips kila mtu kaziona. Na kwa mujibu wao na taarifa zao wakati kwenye ugomvi wao, jina ambalo kunatajwa ni jina la Mwijaku. Ndio yani kigombana wasema ni Mwijaku. Kwa hiyo ina maana yote kwa yote na kitu kama kile sio kitu kizuri kwenye jamii na public. Mambo ya kwanza kuzalilishana, kupigana na kufanya kitu kama kile na afu mnakuwa mnarekodiana, baadaye kinaachiwa watu wote wanakiona. Na leo taarifa za leo zilizotoka hizo kama hizo, atakuwa mhusika mkubwa naye pia aitwe, sababu ndio jina ambalo lilikuwa linatajwa pale, sababu yeye ndio mhusika zaidi. Kwa mimi ninavyoona kama Mwijaku anakosa. Kwa nini anakosa? Hawa mabinti tunawafahamu, tunawaelewa. Hawa binti wa vyovyo hawa. Hakuna mtu ambaye asiwajua, ni tabia zao na mambo yao. Kwa hiyo pukushani zao wameona ni bora wameke mtu jina lake. Kutoa nini na brand ya Mwijaku na heshima ya Mwijaku kwa kila sehemu, ni mtu ambaye famous sasa hivi ajulikana. Kwa hiyo wao baada ya kugombana wakamtaja nani Mwijaku. Kwa hiyo mimi nasema tabia za Nacho hakuna mtu ambaye asizifahamu. Sawa? Unaweza tukamlaumu Mwijaku au tukalaumu watoto, lakini mwenendo wao na mipango yao na vitu vyao wanafanya vipo wazi. Hata kusema uanze kuvifuatilia, kuulizia, Wanachuo wengi, mabinti wengi wana tabia za hovyo, sijapata kuziona. Wengi sana wako na tabia za. Unataka kusema kwamba kosa sio la Mwijaku, kosa ni wale mabinti. Ni mabinti wenyewe. Kivipi? Mabinti wenyewe baada ya kugombana katika mambo yao wenyewe wajuana, sasa nia na mazumuni wao wakataja jina la Mwijaku. Sasa huoni kwamba Mwijaku atakuwa anahusika kama mtu mwenye kosa, kwa sababu yeye ndio amefanya hivyo, kutembea na watu ambao hayuko nao kwenye ndoa? Huoni naye pia anaingia hapo ndani? Ni kama ni kweli. Ni kama wao wenyewe walivyozungumza wale mabinti. Kama ni kweli, basi Mwijaku naye pia kuna tatizo pia analo. Sababu naye pia si ataujiwa. Na hivyo atasema kama mimi nafahamu wao aidha faini siwafahamu. Kwa mujibu wa sasa hivi inavyoelekea, mabinti waliojua akasema mhusika nani ni Mwijaku. Kwa hiyo taratibu lazima Mwijaku naye baadaye aujiwe naye. Lakini kuna mawili, anaweza kukubali, anaweza akakataa. Kama ni kweli kwa heshima ya Mwijaku na brand ya Mwijaku, kwa sasa hivi haitakiwi kudili na watoto wadogo kama wale. Mwijaku afanyaje? Kwa heshima ya Mwijaku na brand ya Mwijaku ambaye yeye kaipigania na kutengeneza, haitakiwi adili na watoto wadogo kama wale. Wale ni watoto ambao wanachuo wanajulikana. Bado vibinti bado vidogo. Hivyo chuoni. Kiumri ni mkubwa, lakini kwa upeo kwa akili bado ni vidogo. Sababu bado wana mawazo ya kitoto. Kwa hiyo wanaanza kufanya mambo yao huko, akaanza kumtaja mtu yote ambaye waombe mbele wanamuona. Ni kama hiyo tabia anayo Mwijaku, mimi nataka kumsii na kumweleza vitu achane navyo, sababu vinamshushia brand na vinamshushia heshima na vinamshushia hata wale matajiri wake wanavyoona vile vitu, hata ili kumpa nini sababu za matangazo na inafanya inapungua. Kwa hiyo vitu kwa Mwijaku mimi nataka kumshauri tu asidili navyo, na watoto wadogo ni watoto ambao hawana impact kubwa, na watoto ambao wakikaa wakishagombana waanza kutaja majina ya watu. Ilifanyika issue moja mwaka fulani wa nyuma hivi wa Melina huyu Mwijaku, lakini kaenda ikawa kubwa, baadaye kaenda kafanya nini ikapotea. Na kama hii kweli, kwa sababu itakuwa ipo wazi, sababu iko sehemu buko sehemu, baadaye na itachokuwa kuwa wazi. Kama ni kweli tabia hii Mwijaku anatakiwa achane nayo. Nadhani hii inamharibia vipi Mwijaku kwenye kazi zake anazofanya? Yani hizi skendo ambazo zimetokea, nadhani zinamwathiri katika kazi zake sana. Unajua watu wakikuamini, watu wakikuona una thamani, watu wakiamua kukusafirisha kila nchi ambayo unakwenda kufanya vitu vyao, watangazia vitu vyao, ina maana wewe tayari washakuamini na washakufuatilia tabia, mwenendo, elimu yako ya kitu chako, ili ni mtu sahihi. Lakini wakishaona
matajiri wakiona una vitu kama hivyo vya ajabu, wana tabia ya kususa na heshima yako na brand yako inafanya nini? Inapotea. Hata wale ambao walikuwa wanakuona bora baadaye wanakufanya kitu na wewe wanakuja na wanakupotezea. Kwa hiyo kwa mimi nasema kitu kama hiki kwa Mwijaku anatakiwa sikifanye. Kitu kama hiki kwa mtu yote pharmacy ambaye ajulikana anatakiwa sikifanye. Brand, kutengeneza brand ni ngumu sana, na kuharibu heshima yako na brand yako ni rahisi sana sababu watu wakisha kudili kusema huyu bwana tabia yake hivi, alifanya mwaka juzi alifanya, nataka kaudia tena hivi ndo michezo yake. Kwa hiyo inajengeka hata ile hata umaarufu wako unafanya unapotea. Nadhani mke wa Mwijaku sasa atakuwa kwenye wakati gani baada ya kuona video zinavuja za watoto wa chuo, wasichana wa chuo wanasema hivyo, wakitaja jina la mume wake kwamba ndio anahusika katika kile ambacho kimetokea? Nadhani atakuwa kwenye wakati gani? Kwanza lazima ajisikie vibaya na hawezi kujisikia vizuri kutokana anaona mume wake kaingia kwenye skendo ambayo ishakuwa pharmacy sehemu kubwa sana, kila kona ipo. Kwa hiyo wanawake wana kitu kimoja, wanakoga watengenezaga matukio. Anavuta tukio la mwaka juzi, anavuta tukio la mwaka huu tena, anaona kwa nini anarudia yale. Na mwanamke sasa anapoona wewe unafanya vitu hivi kila hivi hasa wale baba naye akichange na watu washamjua. Kuna wadau hapo kaka, wadau wakubwa na wadau wa mipango, na mwanamke ana uwezo akasema acha na mimi sasa nilipize. Sasa akiwa sasa analipiza mwanamke, sasa ndipo baba anakuwa katika nyumba, ndoa naye anafanya inavurugika. Kwa hiyo vitu kwa sasa hivi mimi imani yule mwanamama haiko sawa na imani hajisikii vizuri, na imani hajisikii vibaya. Angalau yeye mwenyewe anamblandi kwenye peji yake na kumuonyesha kama mke wake yuko nomo, yani tunaona anampost mke wake wako sehemu wanafanya nini, wanakuwa fanya nini kawi, lakini kwenye nafsi na moyo wake mabinti wako hivyo. Anaweza kwenye TV au kwenye nini mkaonekana vile kwenye moyo wake ndani hajachukulia vile, ukifika kinanuka. Mimi nakueleza mambo mengine sio mpaka wa shooting, mambo mengine yanafanyika ndani watie na yeye ukweli anaujua Mwijaku na mke wake kutokana na tukio vile imetokea. Lakini kupoza jamii, kutoa skendo na kufanya skendo ipungue, lazima naye amshuti aonekane kama yeye hajifaa, anachukua kama kawaida. Lakini sio kawaida kaka, sisi tunafahamu mambo ndani alivyo. Usikute pale nyumba inawaka moto. Kwa mimi nataka kukuambia tu Mwijaku vitu achane navyo, vinamshusha brand na vile vile atapoteza yule mwanamke ambaye anasema mwenyewe kamvule miaka mingi. Mimi baadaye kutoka kwa msoto, kutoka enzi za msoto mpaka anakuja kufanikiwa. Mpaka msoto kwa anahangaika katika maisha yake na mpaka anakuja kufanikiwa iko naye. Sasa wasije kujani kutokea conflict kubwa. Yeye mshajenge mshafanya nini baadaye wanako na wana nguvu. Aidha kaona mimi simuelewi bwana, tufanye fahimu paso kwa paso hapa. Watu wana mahakamani la Kigamboni lile linapigwa bei. Watu wana mahakamani bwana, mahakama na mobile golf faili liuzwe. Wagawane. Mgawane. Angalie au bwana achoe mke anapona watoto. Ndio sheria za sasa hivi. Sheria za mahakama kaka shehe mbaya, unaweza kuwa umechuma na mwenzako kutukia conflict. Mahakama sasa sababu na watoto mmoja wawili, sasa ile nyumba achia watoto. Sasa baba wewe toka kadhaa na kingine. Sasa shehe kwanza moja, kwanza moko, kwanza msingi mpaka upande juu. Kaka usifanye kitu cha masiaka. Mabinti wana ujasiri wale, yani wote ni michepuko. Mnajirekodi video, mnamgombania mume wa mtu, tena video mnazipost mtandaoni, zinapostiwa mtandaoni, wote mkiwa michepuko. Huyo mke wake yuko tuli Kigamboni huko, atulia, michepuko mnagombana. Wale ndio michezo yao. Ni michezo yao. Hakuna mtu ambaye asiyejua. Ni michezo yao, ni tabia zao. Kwa hiyo wanatabia kugombana kutumia brand ya jina la mtu. Na kama hamko stable kwenye familia inaharibika, sababu wao ni watu wa kudanki. Madanga yale ya chuo. Madanga wengi sana. Ni madanga wengi. Chuo kuna madanga, hakuna mtu amesajiliwa. Hakuna watu ambao wanadanga kama vile wanafunzi wa chuo shehe. Mwanangu sio kudangiwa. Na huna. Wewe vipi? Naona sababu wewe vipi kaka? Mimi nimepita chuo. Mimi najua wewe Alhaji mkubwa. Mimi Alhaji, lakini nimepita chuo, nimesoma chuo, nikakaa hostel chuo. Nimekaa hostel chuo. Najua nimeishi na tumishi kwenye hostel. Tumeona baada ya kujipata sasa mtaani huko. Wao wanachuo. Wanaloja anapita na kitambi chake.
Ndio kama hivyo wanakuvizia. Sasa hiyo mipango pale sasa ipo. Na wao wanaweka mipango kama hivyo pale sasa wanakuvizia ili wakuvute uwe nao. Ni watu ambao ni hatari sana kama huko makini. Mambo mengi unaharibu na mambo mengi yanavurugika. Kwa hiyo kuna wanafunzi wengi wanatoka makwao kuja kusoma huko Dar es Salaam vioni. Hawafuati shule. Wengi wanafuata kutoka mitoko. Unajua wanafunzi wengi wanataka maisha ya juu. Maisha yale makubwa kushinda hata uwezo wake. Kaenda familia kutoka huko ni ya kawaida. Labda watu wamechanga wamejimanyima, nenda tukulipia katafuta chumba huko tukulipia na kule kama kaka madada wajibana bana wanamtumia, lakini yeye kipato akiwa ni kidogo akitoshi, kwa anapambana kutoka usiku kwenda sehemu kwenda kudanga kama kina Loja, kina Mjako, kina Loja mo kwa kutafuta huko. Wewe ile bwana kutana naje muwezeshe namna moja ama nyingine apate kulipa kodi ya chumba msosi nini. Kaka unajua sasa hivi ukipigia simu ukiomba shilingi 10,000 unamwambia ushapigia simu watu kama 8. Na hivyo omba 10,000 kama 10,000 asubuhi. Kwa sababu 10,000 ambayo unaomba wewe sio kama unaomba wewe asubuhi. Kapigiwa kwanza na anajua sasa yeye ni test, inaandikwa message moja na sindio watu 10. Sasa anajua katika 10,000 hapa watano lazima 10 itatumwa. Kuna ngine mjini wanapanchua, kuna wengine ambao wameingia na wana hiyo unaona haya poa, mwingine umeona mwingine ambaye niache kwanza. Kwa hiyo anajua kwenye 10 nikipiga simu zangu 5 zote nikituma sikosi 50. Kwa hiyo ndio maana kwa maisha yao yanakusoma zuri sana wanachuo. Wengi wanaenda kuambulia matatizo malazi manini tunaona na ni watu ni watu wabaya sana wa kuvunja ndoa za watu. Ndoa zinaharibika sana mitaani tunaona, sehemu tunaona. Sababu ni vitoto ambavyo vishaamua vikimshika mtu kwenda kama mzee wa mkamuro baba watu Mjako akitoka Mjako huko kwenye unaambiwa kakamuliwa kule kweli, akitoka kuja tangazo lake kwa tangazo mzigo wote anachukua anapeka usiri kwa bibie. Kwa anataka jamaa yumbe na jamaa katoka kwenye ziki kaweza kapambana, sasa wanataka kukurudisha nyuma. Kwa hiyo mimi nasema tu Mjako bidii abadilike, na hivi vitu sio vitu sahihi, ni vitu ambavyo vinamharibia heshima yake na familia yake. Wanawake wa tabia ya uvumilivu, kuna vitu ambavyo vinazidi sana, baadaye uvumilivu unawashindwa na mwingine aidha katokea na ndoa ikafanya ikaharibika. Kwa hiyo atakuwa Mjako kama amefanya vitu hivi, mimi na imani ukweli utakuwa wazi, sababu ataushaujua na pia ataujua, tutajua kama kweli au mabinti wataanza historia yao ili kumharibia mtu bandi yake.